kwamba nchi nyingi wanasema kwamba yule ambaye ako kwenye ofisi ama ambaye ni rais ni vigumu sana kumuondoa. Hii ni funzo kwa wote ambao wameshikilia hatamu za uongozi, ya kwamba wakati wowote wananchi wanaweza kuamua kuwaondoa na bila kelele watumwa nyumbani kama hawafanyi kazi ambayo inawafurahisha wananchi. Katika michezo, nahodha wa zamani wa Uhispania na Barcelona Sergio Busquets kustaafu soka mwishoni mwa msimu huu, na Pakistan kuchuana na India katika fainali ya kriketi kombe la bara Asia. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa hotuba yenye msimamo mkali katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, akikana kwamba nchi yake inatekeleza mauaji ya halaiki huko Gaza ama kunyima watu chakula. Amelaumu Hamas kwa kuwazuia Wapalestina wa Gaza kukimbia na kuiba chakula chao. Bwana Netanyahu ameahidi kuangamiza kundi hilo. Ameshutumu sehemu kubwa ya dunia kwa kuweza kusahau ukatili uliotekelezwa na Hamas wakati wa shambulio lao la tarehe 7 Oktoba. Aidha, amelaani uamuzi wa baadhi ya nchi za Magharibi kutambua taifa la Palestina, akisema ni kosa kubwa na la kutisha. Baadhi ya watu walishangilia hotuba yake, lakini makumi ya wajumbe walitoka nje kwa kupinga hotuba hiyo. Sehemu ya hotuba ya Bwana Netanyahu, zikiwemo jumbe kwa mateka wa Kiyahudi na watekaji wao, zilisikika Gaza kupitia vipaza sauti na simu za mkononi kwa wakazi wa eneo hilo. Vikosi vya wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF vimechukua maeneo zaidi katika juhudi zao za kudhibiti mji wa El Fasher. Wanamgambo wa RSF wameachia video iliyothibitishwa na BBC inaonyesha kuwa wapo katika udhibiti wa kituo muhimu cha kijeshi mjini humo ambacho wamezingira kwa zaidi ya mwaka mmoja katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hivi karibuni wanamgambo hao wameongeza mashambulizi yao dhidi ya El Fasher, ngome ya mwisho ya jeshi na washirika wake katika eneo la Darfur. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu wa Afrika Barbara Plet-Asha anaripoti na taarifa yake inasomwa hapa na Elizabeth Kazibure. Video hiyo inaonyesha wapiganaji wa RSF wakiwa katika eneo ambalo BBC imelitambua kama makao makuu ya kikosi cha kivita cha jeshi. Kuna kambi nyingine karibu ambazo jeshi la Sudan linaonekana bado kuzidhibiti. Hata hivyo, kambi hizo ziko katika eneo dogo linaloshikiliwa na jeshi. Karibu raia 300,000 waliokwama katika mji huo wanakabiliwa na njaa kali, huku mapigano ya RSF yakizidi kusonga mbele. Kundi hilo limetuhumiwa kwa kufanya mauaji ya kikabila dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu katika maeneo mengine walioyateka, na Umoja wa Mataifa unaonya juu ya uwezekano wa ukatili kama huo iwapo watateka mji wa El Fasher. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni RSF wamechapisha video zinazoonyesha maafisa wao wakiwakaribisha watu wanaokimbia kutoka El Fasher, jambo linaloonekana kama jaribio la kupunguza taswira yao ya kikatili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameonya kuwa Teheran itafutilia mbali makubaliano ya kuruhusu wakaguzi wa Umoja wa Mataifa kutembelea maeneo yake ya nyuklia iwapo mataifa ya Magharibi yatarejesha vikwazo. Msururu wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran vinatarajiwa kuanza kutekelezwa kuanzia Jumamosi baada ya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kuishitaki Teheran kwa kukiuka makubaliano ya mwaka 2015 yaliyolenga kuzuia kutengeneza silaha za nyuklia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki limekuwa likijaribu kurejesha upya ushirikiano na Teheran kwa kuanza tena ukaguzi wa maeneo yake ya nyuklia baada ya Israel na Marekani kuyashambulia mwezi uliopita. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura baadaye leo Ijumaa kuhusu azimio lilopendekezwa na Urusi na China la kuahirisha urejeshaji wa vikwazo vya miezi 6, lakini wanadiplomasia wanasema kwamba kuna uwezekano mdogo sana wa kura hiyo kupitishwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey anasema haogopi kushtakiwa mahakamani baada ya kufunguliwa mashtaka ya kutoa taarifa za uongo kwa bunge la Marekani na kuzuia haki kutendeka. Mwaka 2017 katika muhula wake wa kwanza, Rais Donald Trump alimfukuza kazi. Tukio hili linatokea muda mfupi tu baada ya FBI kumweka Rais Trump chini ya uchunguzi kuhusu uhusiano wa kampeni yake ya uchaguzi na Urusi, jambo ambalo Rais Trump alitaja kuwa ni utapeli. Mashtaka dhidi ya Bwana Comey
yanakuja siku chache baada ya kuweza kubadilishwa kwa mwendesha mashtaka aliyekuwa anaongoza kesi hiyo na nafasi yake kuchukuliwa na mmoja wa mawakili wa zamani wa utetezi wa Rais Trump muda mfupi kabla muda wa mashtaka wa kesi hiyo haujaisha kwa mujibu wa sheria. Rais Trump aliulizwa kuhusu kesi hiyo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Ikulu ndogo. Nadhani ningeruhusiwa kuhusika iwapo ningetaka, lakini sikuchagua kufanya hivyo. Inaweza tu kusema kwamba Comey ni mtu mbaya sana. Yeye ni mtu wa hovyo. Nadhani yeye ana matatizo kwa kweli. Alifanya mambo ya kutisha kwa FBI, lakini sijui kitakachotokea. Shirika la ndege la kitaifa la Uturuki limesema litanunua hadi ndege 225 kutoka kwa mtengenezaji wa Marekani Boeing. Tangazo hilo linakuja siku moja baada ya kiongozi wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kukutana na Rais Trump katika ziara yake ya kwanza ikulu ya White House baada ya miaka 6. Turkish Airlines inalenga kufanya mazungumzo na watengenezaji hao na kununua angalau ndege 150 za Boeing na huenda ikanunua nyingine zaidi 75. Uturuki imekuwa ikijaribu kushirikiana na Marekani ili kuweza kuondoa marufuku ya kuweza kuinunulia ndege za kivita za hali ya juu aina ya F-35, na ambapo marufuku hiyo iliwekwa baada ya Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga kutoka Urusi. Na kamanda wa zamani wa waasi anayetuhumiwa kuhusika katika uandikishaji wa watoto wa askari wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Liberia amefukuzwa kutoka Marekani. Maafisa wa uhamiaji wanasema kwamba Mayama Sesai anayejulikana kama Black Diamond aliingia Marekani kwa visa ya mgeni miaka 10 iliyopita na baadaye akaomba uraia baada ya kupata ndoa. Alikana kuwa na uhusiano na kundi la waasi lililopigana dhidi ya vikosi vya Charles Taylor, lakini jaji anasema kuwa tayari alikuwa ametajwa kama mhalifu wa kivita nchini Liberia. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za ulimwengu zimesomwa na Skola Kisanga. Unasikiliza matangazo ya Dira Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM, Bomba FM na Abud FM nchini Tanzania, Radio Lira nchini Uganda, Monedu na Must FM nchini Kenya na Radio Muungano Beni kule DRC. Jioni hii upo nami Beldin Waliaula na mwenzangu Martha Saranga atakujapo baadaye na mjadala wetu wa wiki. Karibu msikilizaji. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake bado haijakamilisha vita vyake dhidi ya Hamas huko Gaza. Ameahidi kuondoa wafuasi wa kundi hilo waliosalia na kushtumu sehemu kubwa ya ulimwengu kwa kusahau katili uliofanyika tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Wajumbe wengi walitoka kabla hajatoa hotuba yake. David Inkia amefuatilia hotuba yake na hii hapa taarifa kamili. Hotuba ya Netanyahu pia imeonyeshwa moja kwa moja huko Gaza, ambapo makumi kwa maelfu ya watu wamepoteza maisha yao kutokana na vita vinavyoendelea. Wakati Netanyahu alipokuwa akipanda jukwani, makumi ya watu walitoka nje ya chumba huko New York kwa maandamano, huku wengine wakipiga makofi. Netanyahu anasisitiza kwamba jeshi lake halitaondoka Gaza mpaka pale atakapoisambaratisha kabisa Hamas. We're not done yet. Bado hatujamaliza. Mambo ya mwisho, mabaki ya mwisho ya Hamas yamejificha katika jiji la Gaza. Waliapa kurudia ukatili wa tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 tena na tena bila kujali jinsi majeshi yao yalivyopungua. Ndiyo maana Israeli lazima tumalize kazi. Ndiyo sababu tunataka kufanya hivyo haraka iwezekanavyo. As fast as possible. Vile Netanyahu ameongeza kwamba hotuba hiyo inarushwa moja kwa moja huko Gaza ili kuwasisitiza Hamas kuachilia mateka ambao bado wanawashikilia. Thanks to special efforts by Israeli intelligence. Shukran kwa juhudi maalum za ujasusi wa Israeli. Maneno yangu sasa pia yanabebwa na yanapeperushwa moja kwa moja kwa simu za rununu za raia wa Gaza. Kwa hivyo kwa viongozi wa Hamas waliosalia na kwa walinzi wa mateka wetu, sasa nasema, wekeni silaha zenu chini. Wacheni watu wangu waende zao. Wachilieni uhuru mateka wote 48, wote waachilieni sasa. All 48, free the hostages now. Hotuba yake inakuja huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba hatoiruhusu Israel kuteka ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu, ambapo vile anatazamiwa kukutana na Netanyahu siku ya Jumatatu. Israel inakabiliwa na ongezeko la shinikizo la kimataifa ili kumaliza mzozo na ukaliaji wa ukingo wa magharibi.
Akizungumza na Umoja wa Mataifa siku ya Alhamis, rais wa mamlaka Palestina Mahmoud Abbas alikaririwa akisema Hamas haina nafasi na kutaka kundi hilo kupokonywa silaha. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair amehusika katika majadiliano kuhusu kuongoza mamlaka ya mpito ya baada ya vita huko Gaza. Pendekezo hilo ambalo linasemekana kuungwa mkono na ikulu ya White House litamfanya Blair kuongoza mamlaka inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na mataifa ya Ghuba kabla ya kurudisha udhibiti kwa Wapalestina. Ofisi yake imesema haitaunga mkono pendekezo lolote la kuwahamisha watu wa Gaza. Blair ambaye alipeleka Uingereza katika vita vya Iraq mwaka 2003 amekuwa sehemu ya mazungumzo ya ngazi ya juu ya mipango na Marekani na vyama vingine kuhusu mustakabali wa Gaza. Wakati hayo yakiendelea, kampuni ya Microsoft imekata baadhi ya huduma zake muhimu kwa kitengo cha jeshi cha Israel baada ya uchunguzi wa pamoja wa vyombo kadhaa vya habari kubaini kwamba walikuwa wakitumiwa kufanya uchunguzi wa halaiki kwa Palestina huko Gaza, ikiwa ni pamoja na mamilioni ya simu za raia. Ukaguzi wa ndani wa Microsoft unaendelea. Hata hivyo, Israel haijatoa maoni yoyote. Utafiti huo ulifanywa na vyombo vya habari likiwemo gazeti la The Guardian la Uingereza na tovuti ya lugha ya Kibrania ya Local Call. Jeshi la Israel lilianzisha kampeni zake huko Gaza kujibu shambulizi lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israel Oktoba 7, 2023 ambapo takriban watu 1200 waliuawa na wengine 251 kuchukuliwa mateka. Tangu wakati huo, zaidi ya watu 65,500 wameuawa katika mashambulizi huko Gaza, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas. Tume ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa imesema kwamba Israel ilimefanya mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina huko Gaza, jambo ambalo Israel imekuwa ikilikanusha mara kwa mara. David Mkia, Dira ya Dunia, BBC. Na mwanaume anadaiwa kuendesha mtandao ulanguzi wa binadamu amezuiliwa kwa siku 10 ili kuruhusu polisi kukamilisha uchunguzi. Polisi nchini Kenya wamesema wamewaokoa zaidi ya watu 20 waliokuwa wameshawishiwa na magenge ya uhalifu wanaosafirisha watu kinyume na sheria kuwa na kwenda kufanya kazi Urusi, lakini nia ni kuwatuma kwenda kupigana katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Awali nimezungumza na Richard Kagoe, mwandishi wa habari wa BBC, ambaye anaanza kutuelezea mshukiwa huyu ni nani. Ni Mkenya anayejulikana kama Edward Kituku. Alishikwa na polisi jana usiku wakati walipokuwa wakifanya ile operesheni katika mtaa unaoitwa Great Wall kusini mwa Nairobi, na hapo ndipo waliweza kupata Wakenya wakisemekana wakiwa pengine kama 21 wanaume waliokuwa wakijiandaa kusafiri Urusi, wakiwa wamehaidiwa kwamba wataweza kupata ajira. Labda wanaume hao walisema walikuwa wanapelekwa kupigana ama ilikuwa ajira tu ya kawaida? Walikuwa nasema kwamba wameahidiwa kuweza kupata kazi tofauti na kazi nzuri sana, kwa sababu walikuwa nasema kwamba walikuwa wameahidiwa kwamba watakuwa wakipatiwa mishahara kama 200,000 pesa ya Kenya, na wengi ni watu tu kawaida. Inasemekana kwamba kuna wale miongoni mwao walikuwa ni polisi na pengine wale walifanya walihudumia jeshi ya Kenya. Na kuna ambao tayari wako ama walikuwa wamesafirishwa hadi Urusi na mshukiwa huyu? Inasemekana kwamba mshukiwa huyu amekuwa akijihusisha kwa hii biashara kwa muda mrefu, na kikundi kilichopatikana katika huu mtaa wa Great Wall zilikuwa ni vikundi 3 na walikuwa nafaa kusafiri siku tofauti, na kuna wale walikuwa wanajiandaa hata kusafiri hiyo usiku wakati polisi walipofanya ile operesheni. Wengi walikuwa wameahidiwa kwamba wataweza kupata ajira